Naam, natumai mbuheri wa afya na Jalali amewajalia siha njema hadi wakati huu ambapo tunakutana tena katika kipindi chetu cha Kiswahili. Na katika kipindi chetu cha leo ningependa tukaweze kuangazia jambo ambalo ni tofauti na yale ambayo tumekuwa tukiangazia. Leo ningependa nikaweze kurudi nyuma katika gredi ya 8 ambapo inafaa tukaweze kuangazia aina za uzungumzaji. Na tunapata kwamba katika gredi ya 8 wanafunzi wafaa wakaweze kusoma kuhusu aina za uzungumzaji, ambapo wanafaa wakaweze kuangazia uzungumzaji wa papo kwa hapo na kuzungumza kwa kutumia vidokezo. Na katika kipindi chetu cha leo ningependa tukaweze kuzamia kwa undani katika sehemu ino ya uzungumzaji wa papo kwa hapo. Na kipindi ambacho tutaandaa tutaweza kuangazia kuzungumza kwa kutumia vidokezo. Kwa hivyo, tunapozungumzia uzungumzaji wa papo kwa hapo, tunazungumzia nini hasa? Tunapata kwamba uzungumzaji wa papo kwa hapo unahusu kutoa mazungumzo ama muhadhara au unaweza kusema hotuba mbele ya hadhira bila kupewa nafasi ya matayarisho au muda wa kujiandaa kwa mazungumzo. Na tunapata kwamba uzungumzaji huu unaweza kuwa baina ya watu wawili au zaidi. Huweza kuwa baina ya watu wawili ama zaidi. Hapa ndipo unapata kwamba ni mazungumzo ambayo yanaibuka kighafla tu. Pengine umekuwa umealikwa katika mkutano fulani pale, na katika huo mkutano mtu huenda akajitokeza na kukualika katika ukaweze kuzungumza maneno machache kuhusu kiini ambacho ni cha hiyo sherehe. Na tunapata kwamba uzungumzaji wa papo kwa hapo hulenga mada fulani na hadhira fulani. Kwa mfano, tunapozungumzia kuhusu haki za watoto ama tunapozungumzia kuhusu mfumo wa umilisi. Naam, tunapozungumzia kuhusu ule mfumo wa umilisi, kwa hiyo ni mada maalum ambayo inazungumziwa, na unapata kwamba huenda ukaulizwa wakati wowote ukaweze kutoa maoni yako kuhusu mada hiyo. Na uzungumzaji wa papo kwa hapo unaweza kuongozwa na maswali ambayo mzungumzaji hajaandaliwa kuyajibu. Unapata kwamba yule ambaye anakuuliza maswali haya hajakuarifu ama hajakutayarisha kuhusu maswali yepi ambayo atakujibu. Kwa hivyo, hayo ndiyo maelezo mafupi kuhusu uzungumzaji wa papo kwa hapo. Na unapojihusisha na uzungumzaji wa papo kwa hapo, ni mambo yepi ambayo yafaa ukaweze kuzingatia unapojihusisha wakati ambapo mtu atajitokeza na akaweze kukualika katika jukwani ukaweze kutoa hotuba fupi kuhusu kile ambacho kitakuwa kikizungumziwa? Je, ni mambo yepi ambayo wewe kama mzungumzaji, wewe kama mhutubi utaweza kuzingatia? Na ndiposa ningependa tukaweze kuangazia mambo ya kuzingatia katika uzungumzaji wa papo kwa hapo. Na jambo la kwanza ambalo yafaa uwe nalo ni ukakamavu, ama tunazungumzia kuhusu ule ujasiri wa kusimama mbele ya watu na kutoa hotuba yako ama kujieleza bila mchecheto wowote ama bila ile hali ya kuwa na aibu. Pili, yafaa uwe na ujumbe unaolenga hadhira husika. Usije ukaanza kuleta ujumbe ambao hauendani na hadhira ambayo imejitokeza mahali pale. Hapo utapata kwamba wewe mwenyewe ndiye utakuwa unajizungumzia na hadhira yako haitakuwa pamoja na wewe. Tatu, tunazungumzia kuhusu ubunifu. Kwa hivyo, katika ubunifu unapozungumza
Kumbuka unazungumzia hadhira fulani. Kwa hivyo katika mazungumzo yako ni vyema ukaweze kuweka baadhi ya mambo ambayo yatawavutia ama yatavutia usikilizaji na hadhira iwe ya kuchangamkia yale ambayo unazungumzia. Na pia tunapata kwamba jambo lingine ambalo linafaa uzingatie ni upangaji hoja ipasavyo. Inafaa hoja zako ziwe na mtiririko kuanzia hoja ya kwanza hadi ile hoja ya mwisho. Na unapopanga hoja zako ipasavyo, inafaa uweze kutumia lugha inayoeleweka na hadhira. Usije ukaanza kutumia lugha ambayo wewe mwenyewe ndio unaielewa ama watu kadhaa ndio wanaielewa katika hadhira lengwa. Na pia inafaa ukaweze kutumia ishara zifaazo. Unapoelezea jambo fulani, tumia ishara zifaazo. Ishara zaweza kuwa za mkono, za macho, za uso. Kwa hivyo tumia zile ishara ambazo zinafaa. Na pia hakikisha kwamba utumiaji wa sauti ifaayo. Tumia sauti ifaayo. Kwa hivyo haya ndiyo mambo ambayo mwanafunzi, mwalimu na yule mtu yeyote. Kumbuka hili haliguzii tu wanafunzi na walimu, linaguzia sisi sote ambao huwa tunatoa hotuba, huwa tunaalikwa kuzungumza mbele ya hadhira. Haya ni mambo ambayo yafaa ukaweze kuyazingatia kabla hujaenda jukwani kuanza kuzungumza na hadhira yako. Kwa hivyo natumai umeungana nami na natumai umejifunza, umeelimika. Iwapo hujasubscribe na kusi ukaweze kusubscribe, maana huenda ukakosa uhondo wa Kiswahili. Shabash.